Luka Mtakatifu 3. Nitasoma. Ama kwanza tunataka tusomee kwa Kikuyu. Rĩrĩa Tiberio Kaisari athamakĩte mĩaka 15, o hĩndĩ ĩyo nĩyo Pontio Pilato warĩ barũthi wa gwathaga Judea, nake Herode arĩ mũthamaki wa Galili, na Filipu mũrũ wa ithe arĩ mũthamaki wa mabũrũri ma Iturea na Tarakoniti, nake Lusania arĩ mũthamaki wa Abilene. Hĩndĩ ĩyo rĩrĩa Anasi na Kayafa marĩ athĩnjĩri Ngai arĩa anene, ũhoro wa Ngai ũgĩkinya kwĩ Johana mũrũ wa Zakaria werũ-inĩ, nake agĩkinya ng'ongo ciothe iria ciarĩ hakuhĩ na Jorodani, akĩhunjagia atĩ andũ mabatithio o arĩa merirĩte nĩguo moherwo mehia mao, o ta ũrĩa kwandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩa mohoro ma Isaia ũrĩa mũnabii atĩrĩ, na mũgambo wa mũndũ ũkwanĩrĩra werũ-inĩ akoiga, thondekagai kĩng'aratio kĩa Mwathani, ũngariani njĩra ciake, ihuhi ciothe nĩ igathikwo ciambatĩre, nacio irĩma ciothe ona ithũngũri ciothe inyihio ciaraganio, nakuo kũrĩa kuogomu kũrũngario, na kũrĩa gũtarĩ kwaraganu kwaraganio wega, ona andũ othe nĩ makona kũhonokania kũrĩa kwa Ngai. Nĩ ũndũ ũcio akĩra andũ a kĩrĩndĩ arĩa moimĩte kwao magĩthiĩ kũbatithio nĩwe atĩrĩ, ciana ici cianduĩra, no ũmũkinyĩirie ũhoro ũyũ atĩ mũrĩre marakara marĩa magoka. Nĩ ũndũ ũcio-rĩ, ciarai maciaro marĩa maringaine na kwĩrira, na mũtigaitĩke kwĩra na ngoro cianyu atĩrĩ, ithe witũ nĩ Iburahĩmu, nĩgũkorwo ngũmwĩra atĩrĩ, Ngai ahota gũtũma ciana cia Iburahĩmu ciume mahiga-inĩ maya. Na ningĩ rĩu ithanwa. Amen. Mwaka wa 15 wa utawala kwake Kaisari Tiberio Pontio Pilato alipokuwa liwali wa Uyahudi, na Herode mfalme wa Galilaya, na Filipo ndugu yake mfalme wa Iturea na nchi ya Trakoniti, na Lisania mfalme wa Abilene, wakati wa ukuhani mkuu wa Anasi na Kayafa, neno la Mungu lilimfikia Yohana mwana wa Zakaria jangwani. Akafika nchi yote iliyo karibu na Yordani, akihubiri ubatizo na toba iletalo ondoleo la dhambi, kama alivyoandikwa katika chuo cha maneno ya nabii Isaya, sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Kila bonde litajazwa, na kila mlima na kila kilima kitashushwa. Palipo potoka patakuwa pamenyooka, na palipo paruza patalainishwa, na wote wenye mwili watauona wokovu wa Mungu. Basi akiwaambia makutano wale waliomwendea ili awabatize, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kukimbilia hasira itakayokuja? Basi toeni matunda yapatanayo na toba, wala msianze kusema mioyoni mwenu, tunaye baba aliye Ibrahimu. Kwa maana nawaambia ya kwamba katika mawe haya Mungu aweza kumwinulia Ibrahimu watoto. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tunamsikia Yohana akienda akinena, akisema kwamba kama vile alivyonenwa katika kitabu cha Isaya, mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Kwa kuwa Bwana ni kuja, anakuja. Kwa hivyo tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Kila bonde litajazwa, kila mlima na kilima kitashushwa. Palipo potoka patakuwa pamenyooka, na palipo paruza patalainishwa, na wote wenye mwili watauona wokovu wa Mungu. Kwa hivyo kujitakasa, kujitengeza, sababu Bwana anakuja.
tengeneza njia, Bwana ikuja, anakuja. Ndivyo tunaona Yohana akipeana ujumbe. Ati basi aliwaambia makutano wale waliomwendea ili awabatize, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kukimbia hasira itakayokuja? Basi toeni matunda yapatanayo na toba, wala msianze kusema mioyoni mwenu, tunaye baba ndiye Ibrahimu. Kwa maana nawaambia ya kwamba katika mawe haya Mungu aweza kumuinulia Ibrahimu watoto. Sababu kuna hali ya kusema baba yetu ni Abraham. Hata kama kuna mabaya, baba yetu ni Abraham. Haiwezi ikatufanyikia sababu baba yetu ni Abraham. Bwana apewe sifa. Ati toeni matunda yapatanayo na toba. Anawaambia watoe matunda ipatanayo na toba. Sio kusema baba yetu ni Abrahamu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hatuna ruhusa ya kuendelea katika njia ya dhambi sababu ati baba yetu ni Abraham. Ama mimi niko katika kanisa fulani, mimi ni dhehebu fulani. Bwana asifiwe. Yohana anawapatia ujumbe na kusema watoe matunda yapatanayo na toba, wala msianze kusema mioyoni mwenu, tunaye baba ndiye Ibrahimu. Kwa maana nawaambia ya kwamba katika mawe haya Mungu aweza kumuinulia Ibrahimu watoto. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona message ya Yohana ilikuwa watu watubu, waondoke kutoka kwa njia za dhambi, watengeneze njia ya Bwana, wanyooshe mapito, sababu kila bonde litajazwa na kila mlima na kilima itakuwa ya kushushwa. Na waache kusema mioyoni mwao kwamba tunaye baba yeni Abraham, sababu Mungu anaweza kuinulia Abraham watoto kutoka haya mawe. Sio kusema sababu ni watoto wa Abraham wanaweza tenda vile wanataka kutenda machoni pa Mungu, kama mambo hayo hayamfurahishi Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ikiwa jambo haimfurahishi Mungu, regardless ya baba yako ni nani hapa duniani. Bwana apewe sifa. Ati na sasa hivi shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya mti. Basi kila mti, umesoma 9. Soma 9. Na ningĩ rĩu ithanwa rĩrĩkĩtie kũigwo itina-inĩ cia mũtĩ, nĩ ũndũ ũcio rĩ, mũtĩ o wothe ũrĩa ũtaciaraga maciaro mega nĩ gũtemagwo ũgaikio mwaki-inĩ. Nao andũ a kĩrĩndĩ makĩmũũria atĩrĩ, korwo nĩ ũguo rĩ, twagĩrĩirwo nĩ gwĩkaga atĩ? Nake agĩcokia akĩmeera atĩrĩ, wĩna nguo igĩrĩ nĩahe ũrĩa ũtarĩ, nake ũrĩa wĩna irio nĩekage o ũguo. Ningĩ gũgĩũka etia mbia cia igoti makabatirio. Nao makĩmũũria atĩrĩ, mũrutani, ithuĩ twagĩrĩirwo nĩ gwĩkaga atĩa? Nake akĩmeera atĩrĩ, mũtigetie andũ kĩndũ tiga o kĩrĩa mwathĩtwo mwĩtagie. Nao athigari makĩmũũria atĩrĩ, na ithuĩ-rĩ, twagĩrĩirwo nĩ gwĩkaga atĩa? Akĩmeera atĩrĩ, mũtikananyarire mũndũ ona kana mũtunye mũndũ kĩndũ nĩ kũmũigĩrĩra, na ningĩ mũiganago nĩ mũcara wanyu. Na sasa hivi shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya mti. Basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Makutano wakamuuliza, tufanye nini basi? Akajibu akiwaambia, mwenye kanzu mbili ampe asiye na kanzu, mwenye vyakula na afanye vivyo hivyo. Watoza ushuru nao wakaja kubatizwa, wakamuuliza, mwalimu, tufanye nini na sisi? Akawaambia, msitoze kitu zaidi kuliko mlivyoamriwa. Bwana apewe sifa. Ati sasa hivi shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya mti. Basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Bwana asifiwe. Ati kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Kwa hivyo kama mti matunda yake ni mabaya, na Kristo akasema fanya mti uwe mzuri na matunda yake pia iwe mazuri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati huu matunda inatakikana ndani yetu na ndani ya maisha yetu kama wana wa Mungu. Bwana apewe sifa.
ati shoka imekwisha kuwekwa penye mashina ya mti, basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Ni kusema shoka iko hapa katika mashina ya mti. Shoka yenyewe imengoja kuona kama mti mwenyewe unatoa matunda ama hautoi matunda mazuri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo swali ni matunda aina gani tunatoa siku ya leo tukiwa mbele za Mungu? Ni excuse gani tuko nayo tukiwa mbele ya Mungu ya kutotoa matunda mazuri? Je, tunasema baba yetu ni Abraham, Bwana apewe sifa, au kuna matunda mema yanatoka ndani yetu? Sababu kuna shoka imewekwa katika mashina ya mti kukata huo mti kama huo mti hautoi matunda mazuri. Na kutoa matunda mazuri sio wengine, ni wewe binafsi. Bwana apewe sifa. Amen. Ni wewe mwenyewe, ile matunda unatoa. Hautafurahia sababu jirani yako ametoa matunda mazuri, ama ndugu yako ama mtu wenye fulani ametoa matunda mazuri. Bwana asifiwe. Wewe kama mti, matunda gani inatoka ndani yako? Sababu kila mti unafaa kutoa matunda mazuri. Kila mti unafaa kufurahisha aliyeupanda mti huo. Bwana apewe sifa. Sababu Mungu akitizama, anatutizama kila mmoja tukiwa individuals. Bwana asifiwe. Si kusema mimi niko kwa ushirika hii ama mimi niko kwa ushirika fulani, lakini wewe kama mtu, ni matunda aina gani inatoka ndani yako? Sababu mti ambao hautoi matunda mazuri utakatwa na kutupwa motoni. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jirudie ndani yako, ukiwa peke yako, hata ndani ya nyumba yako, ujiulize ni matunda gani unazalia Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Wakati Mungu anakuja, ni matunda gani atapata kwako? Kama vile Yesu aliona mti na akaenda kwa huo mti kutafuta kuchuna matunda na akapata haina matunda na akalaani mti huo. Bwana asifiwe. Wakati anakuja kwako, sababu wakati wa kuzaa matunda umefika, atapata matunda au hatapata? Bwana asifiwe. Na ni matunda aina gani atapata kwa mti wako? Sababu yeye akiangalia, hii ni shamba yake yote. Bwana asifiwe. Na anaweza kuja kwa mti aseme wacha nichune matunda kwa huu mti, sababu season imefika ya kuzaa matunda. Bwana asifiwe. Wakati umefika. Hata watu wengi wakipanda ujua wakati sasa, wakati umefika, naweza enda nivune, sababu wakati umefika. Bwana apewe sifa. Na mtu huyo akifika apate kile alipanda kutoka ile siku, hakuna chochote kimevuna na wakati umefika. Bwana asifiwe. Nasi je, Bwana akija kwetu ni nini atachuna kutoka kwetu? Akija kwako dakika hii ni jambo gani atachuna? Bwana asifiwe. Akija akisema kwamba wakati wa mavuno umefika, wacha nikuje nile matunda kutoka kwa ile mti nilipanda zamani. Bwana apewe sifa. Ile mti nilipanda zamani, nimekuwa nikimwagilia maji, nimekuwa nikitengenezea. Bwana asifiwe. Nimewekea kila kitu, mpaka mbolea na kila kitu na maji ya kutosha. Nimeondoa hata wadudu mahala pale. Kwa hivyo wamekuja aangalie ni matunda gani iko kwa mti huu. Bwana asifiwe. Ni jambo gani nimezaliwa na hii mti ambao nimepanda na imekaa hapo miaka mingi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo akija kwako kuchuna, ni matunda gani atapata pale? Ni matunda itakayomfurahisha, ni matunda mema, ni matunda mazuri, ni ile matunda alikuwa anatarajia, au atapata kitu kingine ambacho yeye mwenyewe hakupanda? Bwana asifiwe. Atatoa pale kitu kingine ambacho mtu mwingine ndiye alipanda na sio Mungu alipanda. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hebu tujiulize kila mmoja wetu, ni nini tunamzalia Mungu wetu siku ya leo? Ni matunda gani tunazalia baba yetu siku ya leo, tukiwa kama miti ambao imepandwa katika shamba lake? Bwana asifiwe. Amen. Na ujue yeye kile amepanda ni kizuri. Kwa hivyo ana expect kile kitatoka pale kiwe ni kizuri. Na hawezi kuja kwa mti atoe matunda ambao sio nzuri, kisha mti uanze kusema lakini si mimi ni mti wa hii shamba yako. Bwana apewe sifa. But hakuna matunda. Bwana asifiwe. Tusiseme sisi ni wana wa Abraham, sisi ni wa Kristo, sisi tumeokoka. Bwana apewe sifa. Ni matunda gani Mungu Baba anaweza furahishwa nayo ndani yako? Bila kusema sisi tukiwa wengi, ni matunda gani atafurahishwa nayo ndani yangu ama ndani yako? Bwana apewe sifa. Ukisimama mbele yake siku ya leo, ni matunda gani atafurahishwa nayo ndani yako? Sababu lazima tuzae matunda. Mti ambao hauzai matunda mema, tumeambiwa shoka umewekwa pale katika
umewekwa karibu na mti huo hapo chini na unangoja kukata huo mti kama hautoi matunda mema. Bwana asifiwe. Na wengi hatutaona hiyo shoka, lakini tuna assume mambo tu ni kawaida. Kuenenda tu ni kuingia na kutoka na kurudi na kuamka na kula na kulala. Bwana asifiwe. Bila kujua kwamba tunangojewa tuzae matunda. Bwana asifiwe. Hatuelewi ya kwamba masaa inapita. Masaa ni kwenda inaenda, miaka ni kwenda inaenda. Mwenye shamba amengoja matunda. Bwana asifiwe. Amen. Iko wapi matunda yake? Bwana asifiwe. Akija na kukuuliza siku ya leo, wapi matunda yangu? Utasema ni wapi hiyo matunda iko wapi? Bwana apewe sifa. Shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti, basi kila mti usiozaa matunda mazuri ukatwa na kutupwa motoni. Bwana asifiwe. Makutano wakamuuliza, tufanye nini basi? Akawajibu akiwaambia, mwenye kanzu mbili ampe asiye na kanzu, mwenye vyakula afanye vivyo hivyo. Aliye na kanzu mbili, patia yule hana kanzu. Wewe uko na chakula na mwingine hana, mfanyie vile vile, mpe. Bwana apewe sifa. Watoza ushuru nao wakaja kubatizwa, wakamuuliza, mwalimu, tufanye nini na sisi? Akawaambia, msitoze kitu zaidi kuliko mlivyoamriwa. Askari nao wakamuuliza wakisema, sisi nasi tufanye nini? Akawaambia, msidhulumu mtu wala msishitaki kwa uongo, tena mtoshewe na mshahara wenu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tunaona yale mambo ambayo tunatenda kila siku, yale mambo tunatenda tunapotoka kanisani, tunapotembea kule nje, tunapokutana na watu hapa na pale, hayo tunaweza yaangalia na kuona kwamba ndio yale matunda yanatoka ndani yetu. Tuna tabia zetu tukiwa nje ni aina gani? Wakati tunakutana na watu ambao hawana chochote, wakati ambao umekutana na jirani yako, Bwana asifiwe. Yesu alisema vizuri na kusema, mpende jirani yako kama vile unavyojipenda na wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Yale mambo ambao yanatoka ndani yetu, sababu matunda hutoka ndani ya mti. Bwana asifiwe. Ikiwa mti huo ikiwa matunda yale yanatoka ndani sio nzuri, basi hiyo mti sio nzuri. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo ni mambo gani inatoka ndani yetu? Tunapokutana na watu kule nje, tabia zetu tunapokuwa pale nje ni tabia aina gani? Mambo yale tunatenda tukiwa nje ni mambo aina gani? Bwana asifiwe. Kuna uongo midomoni mwetu. Kuna usherati ndani yetu. Kuna mambo ambayo haipendezi Mwenyezi Mungu ndani yetu. Bwana apewe sifa. Sababu akija na kupata mambo hayo na sio hayo alipanda ndani yetu, basi haimfurahishi. Bwana asifiwe. Akija na kuangalia kama kuna yule alipewa kazi ya kuhubiri, umehubiri mpaka wapi? Wewe uliopewa responsibility umefanya mpaka wapi? Bwana asifiwe. Wewe aliyekukabidhi jambo fulani, tenda hivi, ni gani utamuonesha na kusema ndio hii matunda? Bwana asifiwe. Unakumbuka tukiambiwa kuhusu yule tajiri ambaye alipatia wafanyikazi wake, aliacha amewaachia kila mmoja akapewa talanta 5. Nakumbuka hiyo hadithi. Bwana apewe sifa. Hata ule wa mwisho akapewa talanta 1. Na alipoenda na kurudi alitarajia kupata matunda kutoka kwa kile alikuwa amewapea. Bwana asifiwe. Kile aliyopatia ilikuwa lazima izae. Bwana asifiwe. Hakuna jambo Mungu amekupatia ikiwa katini yako ukalie mpaka mwisho. Bwana asifiwe. Kile alikupatia atakuja kuangalia imezaa nini. Bwana asifiwe. Imetenda kazi gani? Nilikupatia hii jambo na hii jambo umeifanyisha nini mpaka wa sasa? Bwana asifiwe. Dakika hii hiyo jambo ulipewa kitambo, ni nini umefanyia? Bwana asifiwe. Atutamuonyesha Mungu na kusema ndio hii matunda ya ile jambo ulitia ndani yangu. Bwana asifiwe. Ama utamrudia na kusema haukunipatia nyingi kama ya bishop na kwa hivyo sikuifanyisha kazi. Bwana apewe sifa. Haukunipatia ule ulimpatia 5, mimi nilipatia 1 tu. Na nikaona wacha niizike na ndio hii nimekurudishia. Bwana apewe sifa. Sababu kuna wengi wamekalia mambo mingi ambayo Mungu ameweka ndani yao. Bwana asifiwe. Kuna mambo
mambo mengi sana Mungu amepanda ndani ya watu wake. Mtu akisimama hapo na kutizama haoni, lakini ni mingi imepandwa. Kwa nini? Watu wamekalia, wamefunika. Bwana asifiwe. Si yule alipewa 5, wacha afanye. Bwana apewe sifa. Mimi nilipewa 1, nairudishia tu mwenyewe, nimwambia shika, sikuona, hakuna kitu niliona ya kufanya nayo. Bwana asifiwe. Na anangojea kuona matunda ndani ya kila mmoja wetu. Uwe mkubwa, uwe mdogo. Bwana asifiwe. Kila mti lazima uzae matunda. Anajua ni miti ngapi amepanda. Anajua ana expect mavuno kiasi gani. Bwana asifiwe. Na akija hata zungumza na huo mti na kuanza kubembeleza mti mwenyewe zaa matunda. Tunaona shoka uko pale chini. Hakuna matunda. Patia nafasi mti mwingine upande pale. Bwana apewe sifa. Sababu haumpi matunda ile anataka kwa shamba lake. Bwana asifiwe. Na wewe unasema nini? As long as niko kwa shamba yake, okay, hii ni shamba yake. Bwana asifiwe. Imetosha. But anataka tunda kwa kila mti limepandwa ndani ya shamba lake. Bwana asifiwe. Ni matunda aina gani unamzalia Mungu wako siku ya leo? Bwana asifiwe. Nakumbuka kuna wakati niliona maono, lakini sitakushauri maono yote, but katika maono hiyo nilikuwa nimeona ni kama hiyo ni kitabu, lakini dunia ni kuisha, inakuja kuisha. Bwana asifiwe. Na katika hiyo jambo lilo listua kabisa, si hata hiyo njia dunia ilikuwa inakuja kuisha, nakuja kuambia baadaye, but kile ilikuwa inanishtua ni kwamba baada ya mtu tutajikuta mbele ya Mwenyezi Mungu, na swali akiniuliza, je, umefanya nini? Nitajibu vipi? Bwana asifiwe. Na ikawa jambo ya kuogopesha sana. Hata wale nikikumbuka maono mimi huogopa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ni matunda gani tunamzalia Mungu wetu siku ya leo? Ni nini tunazalia Mungu wetu siku hii ya leo? Ati basi watu walipokuwa wakingoja wasoma 15. Na hindi ria kirindi giatandaga githanganagia nao andu othe mageciragia ngoro-ini ciao uhoro wa Johana kana hihi niwe Kristo ri. Johana agicokia akimera othe atiri, nie ri mubatithagia na mai, no riri ugoka ungi wina hinya uri nie, nayo mikwa ya iratu ciake nayo mikwa ya iratu ciake nie ri tigaine wa kumeohora. Ucio niwe ukamubatithagia na Roho Mutheru ona mwaki. Gĩtarũrũ gĩake arĩ nakĩo guoko nĩgetha atherie wega kĩhuhĩro gĩake, nacio ngano acokererie acite ikũmbĩ rĩake, no acine Mungu na mwaki ũrĩa ũtangĩhoreka. Bwana asifiwe. Ati basi watu walipokuwa wakingoja yatakayotokea, wote waliwaza mioyoni mwao habari za Yohana kama labda yeye ndiye Kristo. Yohana alijibu akawaambia wote, kweli mimi nabatiza kwa maji, lakini yuaja mtu mwenye nguvu kuliko mimi, ambaye mimi sistahili kuilegeza gidamu ya viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, ambaye pepeo lake li mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano ghalani mwake, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Bwana apewe sifa. Ngano atakusanya ngano, lakini makapi atateketeza kwa moyo usiozimika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndugu na dada, tuelewe kuna jambo Mungu anangoja kutoka kwetu. Bwana asifiwe. Ni kama kusema huwa hainvest bure. Bwana asifiwe. Haweki bure, hakupatii ndio ufurahie sasa tuliko na kama yako. Vile unaweza nunulia watoto shati, huwa furahia hata mimi niko na shati na wewe niko na viatu. Bwana asifiwe. Akikupatia kuna sababu amekupatia. Amen. Bwana asifiwe. Sio uvae uliingie ndugu na dada yako, ona niko na hii, mimi naona maono, mimi nafunzo, mimi naimba. Bwana asifiwe. Hatupewi ili turingiane mwingine na mwingine. Hatupatiwi, na ndio unaona
Na kile Mungu anakupatia kuna jambo anatarajia. Na kama hauko tayari kwa kile unatarajiwa kufanya, hiyo jambo umepewa utapigiwa hiyo jambo. Bwana asifiwe. Umeitisha jambo kubwa ndio leta umepewa shika na hakuna kitu unafanya nayo. Ni kwenda kuambia wengine hata mimi niko hivi. Pastor, umevaa haraka yako mvae hiyo kola. Bila kujua kuna yule anakuja kuangalia hiyo shamba, leta matunda yangu. Bwana asifiwe. Furaha yako ni kola, lakini kuna yule atakuja kuambia sasa leta matunda ya hiyo kola umevaa. Leta matunda ya hiyo nikukupatia. Na ndio Bwana katika hekima yake utupea kulingana na uwezo wetu. Bwana asifiwe. Ni asije mwishowe akakupiga sababu haujatoa matunda. Bwana asifiwe. Ni asije tena kuja kukuuliza jambo iwe kwamba haujatenda. Bwana asifiwe. Na ndio unaona tunaambiwa na Paulo, wacha kulilia tu kuwa kama yule mwalimu au yule fulani, sababu na yeye ataulizwa matunda kulingana na ile jambo amepewa na Mungu atende. Bwana asifiwe. Na sio kusema sababu hujapewa kikubwa hauna jambo umepewa. Kila mmoja wetu tuna jambo tumepatiwa. Bwana asifiwe. Na tunaona hapa kwamba ngano anakusanya, ngano ni yake. Kwa hivyo kuna Yesu anataka mazuri kutoka kwetu. Bwana anataka mazuri kutoka kwetu. Kila mmoja wetu kuna kitu kizuri tunafaa kutoa kwake Mwenyezi Mungu. Ndio ametuachia ameenda, amerudi tena kuangalia iko tayari, anarudi tena iko tayari. Bwana asifiwe. Na yeye akiangalia masaa yake anajua sasa imefika wakati. Between this time kunafaa kuwa na mavuno. Bwana asifiwe. Na wewe hauna mavuno. Kile uko nayo ni kusema mimi ni chairman wa hii, chairman wa pale, chairman wa huku. Hiyo yote leta matunda. Bwana asifiwe. Ndio nasimamia hii, nasimamia ile project, nasimamia ndio sawa, nipe matunda yangu. Bwana asifiwe. Hauna matunda, axe ndio hiko hapa kando. Hakuna kuangusha huo mti, kutupwa motoni. Anapanda mwingine tena, sababu haja yake ni hiyo matunda. Bwana asifiwe. So are we ready kumpa Mungu kile kilicho chake? Bwana asifiwe. Kulingana na ile jambo ametia ndani yetu. Bwana asifiwe. Hebu tutengeneze njia yake. Kile ametupatia ndugu na dada, hebu tufanyie kazi. Hebu tufanye kazi tuzae matunda mema kwa huyu baba yetu. Amen. Bwana asifiwe. Sababu anahitaji kuona matunda ndani yetu. Bwana apewe sifa. Amen. Ati walipokuwa wakingoja akajibu akawaambia wote, kweli mimi nawabatiza kwa maji, lakini yuaja mtu mwenye nguvu kuliko mimi, ambaye mimi sistahili kuilegeza gidamu ya viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, ambaye pepeo lake li mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano ghalani mwake, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kile kiko useless, tunaona mwisho wake huwa ni kutupwa. Useless ni kumaanisha haina faida. Bwana asifiwe. Haina faida kwa baba, haina faida kwake. Sababu makapi, hata na wewe wakati unachagua mchele au unachagua dengu na kuna zile umetupa, huwa hauzihurumii na kusema nyinyi sababu si dengu, wacheni tu nikarangie watoto. Bwana asifiwe. Sababu nyinyi hakuna huruma unaweza kuwa nayo. Bwana asifiwe. Wewe si kile nataka. So what use are you to me? Mawe zitaliaje ziingie kwa sufuria zipikwe? Hadi tulikuwa pamoja na hao dengu pale ndani. Bwana asifiwe. Siana sisi tuliuzwa kama dengu. Tulikuwa kwa pakiti kama dengu. Bwana asifiwe. Kwa nini sasa tunakatazwa kuingia kwa sahani yake? Bwana asifiwe. Utaangalia kusema kweli sikuwa na wanunua kile. Nilikuwa nataka kile kitanifaidi. Amen. Bwana asifiwe. Kwa tuanze kufikiri kuhusu kumfaidi Mungu wetu. Kwa ile jambo lote ametia ndani yetu. Bwana asifiwe. Ili afurahishwe nasi na apate kuwa akisema kwamba hili ni langu, ni shamba langu. Bwana apewe sifa. Ati kuendelea 18. Uguo noguo ahunjagia ũhoro ũrĩa mwega agĩtaraga andũ na maũndũ mangĩ maingĩ. No rĩrĩ, Herode ũrĩa mũthamaki
mũthamaki akanio nĩwe maũndũ mangĩ maingĩ. Akanio nĩwe nĩ ũndũ wa Herodia, mũtumia wa mũrũ wa ithe, na ningĩ nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mothe moru ekĩte. We Herodia-rĩ akĩongerera macio mothe na ũndũ ũyũ ũngĩ wa kuohithia Johana korokoro-inĩ. Na gũgĩkinya atĩrĩ, andũ othe marĩkia kũbatithio, onake Jesũ arĩkia kũbatithio-rĩ, hĩndĩ ĩrĩa ahoyaga Ngai igũrũ rĩkĩhingũka, nake Roho Mũtheru agĩikũrũka akiuma igũrũ rĩake arĩ na mwĩrĩ ũhana ta wa ndutura. Naguo mũgambo ũkiuma igũrũ ũkiuga atĩrĩ, we nĩwe mũrũ wakwa nyendete mũno, nĩngenaga nĩ ũndũ waku. Nake Jesũ we mwene rĩrĩa ambĩrĩirie kũrutana, nĩaninĩte mĩaka ta 30, nao andũ megeragĩrĩria atĩ nĩwe mũrũ wa Jusufu wa Eli. Bwana asifiwe. Ati basi kwa maonyo mengine mengi aliwahubiri watu. Kwa hivyo Yohana alizidi kuwaonya na kuwahubiria watu maonyo mengi. Lakini mfalme Herode alipokaribiwa naye kwa ajili ya Herodea mke wa nduguye na maovu yote aliyofanya Herode, aliongeza na hili juu ya yote, alimfunga Yohana gerezani. Ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa na Yesu naye amebatizwa, naye anaomba, mbingu zilifunguka, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua. Sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hivyo naye Yohana akashikwa na Herode na akatupwa gerezani kwa sababu alimwingilia Herode kwa mke wa nduguye. Bwana asifiwe. Na tunaona kwamba Yesu Kristo ikawa hata wakati alikuwa akiomba na akibatizwa, sauti ikatoka mbinguni na kusema, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo Yesu ndio huyu, na ameanza kutoka na ametoka nje kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu. Ametumwa afanye kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Na tunaona baba yake hata akimwambia yeye Kristo kwamba amependezwa naye. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Kristo hakuwa tu aje atembee akiambia watu demono wa gai na adhiye na ashoke. Bwana asifiwe. Baba alikuwa amemwangalia akiwa mwanawe. Bwana asifiwe. Na mara mingi ana Kristo akirudi kwake alikuwa anamwambia ndio hawa wale ulinipatia. Bwana asifiwe. Sijapoteza hata mmoja isipokuwa ule wa kupotea. Sababu ilijulikana kwamba kunaye lazima atamdetray na atapotea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Kristo hata naye katika yale mambo alitenda duniani, hayo mambo yalimpendeza baba yake. Bwana asifiwe. Baba yake akiangalia mwanawe alifurahishwa na kazi ile mwanawe alitenda. Sababu yeye tu hakuwa na maringo akitembea, mimi mtoto wa Mungu. Na Bwana asifiwe. Na anakaa chini na kupoteza wakati, lakini alizidi kutenda kazi ya Mwenyezi Mungu. Hata aliambia mitume ya kwamba furaha yangu ni kutenda mapenzi ya baba yangu. Bwana asifiwe. Alikuwa anafanya kazi ya Mungu, awe na chakula ama hakuna chakula, watu wawe naye ama wasiwe naye, lakini kazi ya baba yake alitenda. Mpaka inafika mahali hata anakemea Petro, sababu Petro anajaribu kuzuia kile lazima itendeke kulingana na mapenzi ya baba yake. Bwana asifiwe. Wewe hujui kile unanizuia nimfurahishe aliyenituma. Bwana asifiwe. Kwa hiyo adrana hata usiwe rafiki yangu dakika hii, nitimize yule aliyenituma. Bwana asifiwe. Lazima nifurahishe yeye aliyenituma. Anatarajia matunda kutoka kwangu. Nitamzalia matunda, muwe rafiki zangu au msiwe rafiki zangu. Hata wale mitume walipokumbuka walikuwa wengi, ukawa na about 60 walienda. Bwana asifiwe. Lakini bado hakukimbizana nao, bado alizalia baba yake matunda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila mmoja wetu hauna excuse. Niliwachwa na zaidi ya nusu ya kanisa waliniacha. Hiyo sio excuse. Bwana asifiwe. Wale tulikuwa partner tunaomba pamoja waliniacha. Hiyo sio excuse. Bwana asifiwe. Yesu hata peke yake alizidi
sana. Na baba akafurahishwa na kazi ya Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndugu na dada, hebu tuzalie baba yetu matunda. Kumbuka Acts iko pale inangoja. Ni nani hana matunda mema? Kama hauna, omba Mungu. Rudi kwa Mungu. Bwana asifiwe. Amsha kilicho ndani yako. Wacha kifanye kazi. Siku ya leo tukienda kupokea. Bwana asifiwe. Hebu tuwe na mwamsho mwingine wa kuzalia Mungu wetu matunda. Bwana asifiwe. Fika hapo kwa leo na Bwana.